Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya msemaji wao. Hapa nazungumzia Ali Shaban Kamwe. Unafahamu ya kwamba hivi karibuni kulikuwepo na tetesi juu ya kiongozi huyo ama msemaji huyo ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans kwamba amefungiwa. Sasa rasmi taarifa imeweza kutoka katika, hapa nazungumzia shirikisho la soka Tanzania TFF, juu ya yale makosa ambayo ilidaiwa ya kwamba aliyatenda. Hapa nazungumzia Ali Kamwe. Hivyo basi leo hii hukumu imeweza kutoka, na mimi nimekusogezea hapa kile ambacho kimeweza kujili katika hukumu hiyo, ambapo Ali Kamwe ameweza kutiwa hatiani. Na vipi adhabu zake ziko vipi? Ni kubwa kulingana na zile ambazo zilizokuwa zikitamkwa mara ya kwanza kabla ya hukumu kutoka. Tutakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa yote kamili niko nayo hapa, kile ambacho kimeweza kujili huko katika mahakama hiyo ama shauri lake hilo ambalo kila mmoja alikuwa akiweza kusubiri kwa hamu kusikia juu ya tamko ambalo TFF watakuja nalo juu ya kuhusiana hiki ambacho Ali Kamwe alikuwa akiweza kuhusishwa nacho cha kufungiwa, kwamba anafungiwa miaka 2 kama ilivyokuwa kwa Haji Manara. Vipi imekuwaje kwa upande wake? Tutakwenda kujua hapa, ila kabla tujiendelea kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutufikia wakati huu. Taarifa kwa mashabiki wa klabu ya Young Africans pengine wanaweza wakawa wanasubiri kwa hamu, kwa sababu awali taarifa zilizoweza kutolewa katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari ilikuwa ikisema ya kwamba Ali Kamwe amefungiwa miaka 2. Maneno yakawa ni mengi kweli kweli, lakini hapo shirikisho la soka Tanzania lenyewe lilikuwa bado hajatoa tamko lake lolote juu ya kesi hiyo ambayo ilikuwa ikimkabili Ali Kamwe, juu ya tuhuma zile ambazo ziliweza kutangazwa mpaka kufikia watu kusema ya kwamba Ali Kamwe amefungiwa miaka 2 kujihusisha na soka. Sasa leo hii shirikisho la soka TFF limeweza kutoa taarifa yake juu ya wale wote ambao walikuwa na kesi zao pale katika mahakama ya katika mashtaka yale ambayo yaliyokuwepo, ambapo kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutoa uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Shauri dhidi Hamisi Mazanzala. Hamisi Mazanzala, ofisa habari wa Kagera Sugar, alishtakiwa na sekretari ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume cha kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya kamati, ilimemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Shauri dhidi ya Hamisi Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba, alishtakiwa na sekretari ya TFF akituhumiwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume cha kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni
kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021 baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka za vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025, yani tayari ishaweza kuanza. Lakini shauri dhidi ya Ahmed Ally. Ahmed Ally, meneja wa habari mawasiliano wa Simba, alishtakiwa na sekretari ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume cha kanuni 73 kifungu cha 4 kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Lakini kwa upande wa shauri dhidi ya Ali Kamwe, meneja wa habari mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na sekretari ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilizowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16. Shauri dhidi ya Shufaa Jumanne Nyamlani. Shufaa Jumanne Nyamlani, mtunza vifaa kiti wa timu ya taifa ya beach soccer, aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke, alishtakiwa na yeye kwa makosa yake dhidi ya kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa unaambiwa kile ambacho kimeweza kutokea, unaambiwa mara baada ya haya shauri ambayo yameweza kusomeka, nafikiri kwa upande wa Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe ndio story kubwa, ukiachana na kesi zingine ni nyingi ambazo zimeweza kuzungumzwa hapa, lakini tukiangazia katika ukubwa katika kosa ambalo lilokuwa likiweza kuendelea kati ya hapa nazungumzia si mwingine bali ni huyu hapa nazungumzia Ahmed Ally pamoja ukiweza kuona namna gani ambavyo kile kilichoweza kutokea. Wengine wanasema ya kwamba vituko Ahmed Ally na Ali Kamwe walifikishwa kwenye makamati ya maadili kwa kosa la kuchochea umma. Ali Kamwe amekutwa na hatia kutozwa faini ya milioni 5 huku akitakiwa kutotenda kosa la aina hiyo kwa miaka 2. Ahmed Ally hajakutana na adhabu yoyote kwa kuwa hakuna uthibitisho. Kwa mujibu wa mdau ni kwamba hii kamati ya maadili ya TFF itakuwa inavaa miwani ya mbao pale ambapo jambo la Simba linapowafikia katika meza yao. Linapofika jambo la Yanga katika meza yao, wanakuwa very sensitive na hawacheki na wowote. Yote kwa yote ni double standard zinatawala katika maamuzi mengi kutoka kwa vyombo vinavyopaswa kusimamia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Hii ndio mamlaka bwana. Wote makosa ni yale yale, lakini mmoja katiwa hatiani, mwingine hana hatia. Kwa kile ambacho kilichoweza kuandikwa na David Kampista akiweza kuzungumzia kuhusu sakata la Ali Kamwe na Ahmed Ally, kile kilichoweza kutokea. Weka maoni yako wewe binafsi hapo katika upande wa comment, niandikie kuhusiana na hiki ambacho tumeweza kukizungumza katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na ukaacha hapo.